Kaimu mkurugenzi na timu yako ni wapongezi, pamoja na wataalamu wetu wote wa halmashauri, hongereni sana. Naomba tuwape moyo, tunawategemea sana. Bajeti hii ambayo imepita leo, utekelezaji wake unahitajika sana kwenu mfanye hii kazi kubwa. Niwapongeze, tumeona kwamba ukusanyaji wa mapato katika mwaka huu wa fedha, mwaka ulioisha na tunaenda nao, unaenda vizuri. Hii ni dalili nzuri. Halmashauri lazima ikusanye fedha. Bila fedha hatuwezi kufikia malengo. Kwa wataalamu, endeleeni kupambana. Compliance lazima ifanyike. Enforcement ya sheria, wale wanaosimamia sheria katika maeneo yenu, simamieni sheria kama alivyosema DC wangu. Lazima tukafanye hivyo vizuri, mapato ya kusanya. Bajeti yetu ya mwaka huu bilioni 50.092 inategemea ninyi mkafanya hii kazi kubwa. Twendeni tukajitoe tukafanye hii kazi sana, na ikiwezekana twende tukakusanya mapato zaidi hata malengo yale tukusudia kama malengo ya ndani. Kwa hiyo na katika hili mwenyekiti, naomba nimwambie uzuri wa makini ndio nani, maana nilimwita mkurugenzi, injinia, nadhani na mwingine nani, watu kama watatu. Niliwaomba kwa ajili ya nafsa mipango, kwa ajili ya swala hilo la kutafuta fedha. Wako kule Dodoma wanahangaikia fedha. Na Mungu akijalia hilo jambo likifanikiwa, tutapata fedha nyingi sana. Kwa maana kikao hichi leo naona hawapo, wengine mwenyekiti unayafahamu na DC, lakini wengine walikuwa hawafahamu kwa nini mkurugenzi leo halipo. Tumeenda kuhangaika kutafuta fedha. Na ishara Mungu akijalia inawezekana tukapata fedha nyingi. Na mambo yatakaa vizuri zaidi. Halmashauri kasonga mbele. Piga makofi tafadhali. Hii ndio kazi kubwa tunaendelea kuifanya, lakini naomba niwahakikishie tutaifanya sana. Tutaifanya sana kuhakikisha halmashauri yetu inasonga mbele. Jambo lingine, wataalamu ni waombe tufanye ubunifu. Juzi hapa nilizungumza hoja pale bungeni wakati ninachangia mpango wa maendeleo. Nikasema yale maeneo ya Vingunguti ile natamani kama tungeyapiga nyundo. Alafu tungejenga nyumba zingine nzuri. Sasa hivi wataalamu wangu akina Deo afisa mipango na wengine, hebu pata tafakarini. Lile jambo kwa nini tusianze hapa Kisarawe? Keni vikao na sisi tutakuwepo. Tupange mkakati hapa, tutengeneze minara hapa, inawezekana. Tutapata investors, wananchi wetu. Uchumi wao utapanda na mji utabadilika. Na hili Deo waanzeni. Sawa? Lakini na mchango wa mawazo, mimi nitatoa mchango wa mawazo. Hili eneo uzuri la utalii. Watu watapenda kuja kuishi hapa vizuri zaidi. Eneo limezungukwa na msitu. Lakini eneo topography yake liko juu. Kwa hiyo tukipanga mipango mizuri hapa, huu mji wa Kisarawe tutaubadilisha. Na fedha nyingi itaingia hapa. Na ajira zitapatikana. Na jambo la kwanza, wataalamu wetu chini ya ofisi ya mkurugenzi, anzeni zile nyumba za TBA. Wale wa TBA kwanza. Mwenyekiti wa halmashauri na DC wangu. Unaona vile vijumba pale sisi viko pale. Makao makuu ya mji wa Kisarawe. Kuna vijumba vile vimekaa toka kipindi hicho. Kodi. Anza neni nao. Ikiwezekana waanze kuvunja, watengeneze minara. Na wakazi wengine tuongee nao, tufanye PPP, tubadilishe mji wa Kisarawe. Tutaongeza mapato, tutaongeza mji huu, hata collections zetu zitabadilika. Kwa hiyo leo nakulikana sababu ndio afisa mipango mwenyewe. Na wenzako tengenezeni timu. Mimi hapa nipo, DC yupo, mwenyekiti wa halmashauri yupo, mwenyekiti wa chama atachangia katika mchango huu. Tunaweza tukafanya mji wa Kisarawe kaja mji mzuri sana wa kitalii.